Ni asubuhi na mapema, Stani anashtuka kutoka usingizini, simu inaita. Anapokea, ni mke wake mtarajiwa akiwa anampigia, anamwambia, mpenzi wangu, leo ndio ile siku yetu ya kwenda kufunga ndoa. Mbona bado umelala mpaka sasa hivi? Anapokea anakuambia, ndo naamka najiandaa kwa sasa hivi natoka. Leo unajua ni siku yetu maalum. Wakati bado anaendelea kuongea, anacheki mkononi ana damu. Na kuangalia pembeni kuna mwanamke amelala akiwa ametapaka damu na tayari ameshakufa. Stani anashtuka, nini kimetokea? Mbona huyu mwanamke amekufa? Na kwa nini yupo kitandani kwangu? Mbona kama nakumbuka nilikuja na mwanamke nyumbani, lakini mbona mimi sikumbuki kama nilimuua? Na ameuawa na nani? Mbona amejaa damu? Stani kabidi ashuke kwenda chooni kujisafisha uso wake, akihisi kwamba ni ndoto, labda anaota. Anarudi chumbani kuangalia mara mbili, mwanamke yule ameshakufa, hapumui na inaonekana amekufa muda si mrefu. Wakati bado anawaza, mara rafiki yake William anakuja. Anamwambia, rafiki yangu vipi? Mbona kama vile haujajiandaa na kati leo ni siku yako kwenda kuoa? Nimekuja tujiandae twende tukafunge ndoa na mpenzi wako anakusubiri sasa hivi yuko saluni. Stani kabidi amwambie, sikiliza, kuna kitu nataka nikwambie. Njoo chumbani. Huyu mwanamke unayemuona hapo kitandani amekufa. Na sijui amekufaje, na mimi jana nilimchukua nije nilale naye tu kwa mara ya mwisho, nipige shoki mwisho kabla sijaenda kuoa. Lakini mwanamke huyu amekufa. Na sijui nani kamuua na sijui imekuaje amekufa. William akamwambia, cha masiara bwana, amekufa. Akamwambia, muamshe. Kama unaona hajafa muamshe. William akajaribu kumwamsha kweli yule mwanamke, akagundua kwamba tayari ameshakufa. William akaanza kumuuliza, kwa hiyo tunafanya nini Stan? Stan akamwambia, sijui na sielewi tunafanya nini. Wakati wanajadiliana, William akamwambia, sasa sikiliza, tunachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuchukua huu mwili na kwenda kuutupa. Stan anamuuliza, tunaenda kuutupa wapi? Akamwambia, lazima tutafute umbali kutoka hapa tulipo ili tuende kautupe aidha mtoni ama baharini ili kuondoa ushahidi. Stani akafikiria akamwambia, okay sawa, basi tuubebe mwili. Ikabidi Stani atoke kwenda kumwambia mlinzi, naomba unifuatie wipes. Mlinzi akamwambia, wipes? Kaka, wewe na wipes wapi na wapi? Wipes anazitumiaga shemeji. Wewe akamwambia, usiniulize swali, nenda supermarket kanunulie wipes. Akamuuliza wipes kiasi gani? Akamwambia, kabebe supermarket nzima, mimi nachotaka ni wipes. Lengo lake ni kumuondoa yule mlinzi ili aweze kupitisha ile maiti. So wakaingiza ile maiti kwenye gari, wakaichukua na kuipeleka kwenda kuitupa mtoni. Wakati wako njiani wakakutana na polisi. Polisi wakawasimamisha, wakaambia, tunaomba tukague gari yako kwenye buti. Stani akasema, hapana, gari yangu mnaikagua ya nini? Mbona kama sisi tuko tuna haraka, kuna sehemu tunaenda afande, kwa nini mnataka kukagua gari yangu? Akamwambia, hatutaki kuulizwa maswali, tunahitaji kukagua gari yako. Na sisi kama polisi tuna haki ya kukagua gari yako kama tunatilia mashaka. Wakati bado wanabishana, Stani kabidi ampige kipepsi polisi, wakafanikiwa kuwakimbia na kwenda kuutupa ule mwili mtoni. Baada ya hapo wanarudi nyumbani sasa kuanza kujadiliana tunafanyeje. William akamwambia, tujiandae kwa ajili ya kwenda kufunga ndoa kwa sababu tayari hili swala tumeshalimaliza. Wakati bado wanaendelea kujadiliana, anaingia mwanamke. Hodi, dada yangu yuko wapi? Wanamuuliza, dada yako? Ndiyo, mimi naitwa Vera na dada yangu Ella alikuja hapa. Kabla ya kuja hapa alinitumia location na alini video call kunionyesha kwamba yuko maeneo haya. Kwa hiyo nimekuja kumchukua dada yangu kwa sababu tulikuwa tuna safari ya kuondoka na tulitakiwa tukutane airport, lakini mpaka sasa hivi hajatokea na alinitumia mara mwisho location yake yuko hapa. Kwa hiyo nimekuja kumchukua dada yangu. Stana akamwambia, umechanganyikiwa. Hapa dada yako hayupo wala hakuna mtu yote ambaye amekuja hapa anaitwa Ella. Vera akamwambia, sikizeni niwaambieni, mimi sio mjinga. Naomba mniambie dada yangu yuko wapi. Wakamwambia, dada yako hayuko hapa na wala hakuna mwanamke aliyekuja hapa. Vera ikabidi waulize, na huu mkoba ni wa nani? Mbona huu mkoba uko hapa na mkoba wa dada yangu? Wakati bado wanashangaa, Vera akamwambia, nyinyi hamnijui. Ngoje sasa polisi watakapokuja ndio mtajua kwamba dada yangu ameenda wapi. Wakati bado wanaendelea kuongea, mara polisi hawa hapa. Mr. Stan David, uko chini ya ulinzi kwa kosa la kumuua mwanamke anayefahamika kwa jina la Ella. William akabaki anashangaa, nini kimetokea? Mimi nimeua? Wakati huo mke wake anazidi kupiga simu. Mbona hauji? Vipi? Mwanamke ikabidi amuulize shoga yake anaitwa Rosie. Rosie, mbona kama huyu mpenzi wangu mpaka sasa hivi hajatokea na leo ndo siku yetu ya kufunga ndoa? Mimi nimeshaanza kupata wasiwasi. Au mwenzangu ameahirisha? Au mwenzangu ameona hili swala haliwezekani ndio maana ameamua kukaa kimya? Wakati bado wanafikiria huku, upande wa pili Stani amebananishwa, wanatuchukuliwa kupelekwa kituo cha polisi. Upande wa pili Barisa College na rafiki yake Rosie wanajadiliana tunafanyeje. Ikabidi Barisa amwambie, sikiliza, twende kwa mpenzi wangu tukaone nini kinaendelea kwa sababu mimi siwezi kwenda kanisani kufunga ndoa bila mpenzi wangu. Kwa hiyo tuondoke twende mpaka kwake, tukifika pale kwake tutajua nini kinaendelea. So ikabidi wachukuane Barisa pamoja na Rosie kwenda kwa Mr. Stani. Barisa na Rosie wanafika kwa Stani, wanakuta Stani amekamatwa na polisi na yuko chini ya ulinzi, anatakiwa kupelekwa kituo cha polisi. Stani akaona huu msara ni mkubwa sana, siwezi kuepuka. Ikabidi achukue bastola ya polisi na kumteka rafiki yake Williams na kumwambia, mkinisogelea na mpige risasi huyo mtu. Yule afande akamwambia, msipige risasi yote, muacheni. Ikabidi William pamoja na Stani watoroke kuondoka kwenda kwa William. Kufika kwa William akamwambia, sikiliza, hii kesi ishakuwa kubwa. Sasa hivi tunatakiwa tujifiche.
Stani anamuuliza tunajificha wapi? Akamwambia nisikilize mimi, humu ndani tulipo hawawezi kutupata. Wakati bado wanaendelea kujadiliana, mara polisi hawa hapa, mko chini ya ulinzi. Stani na William wakabahatika kuwachoropoka wale polisi na kukimbia, wakapanda juu ya ngazi kwenye gorofa, wakaenda kudondokea kwenye nyumba nyingine na wakaenda kutafuta hoteli ama lodge ambayo iko pembeni na mji kidogo. Wakakaa kule. Stani akaanza kumuuliza William, "Wewe hii lodge umeijuaje?" William akamwambia nisikilize, hapa hatuwezi kukutwa na polisi kwa sababu hii ni sehemu ambayo iko interior na polisi hawezi kutupata kwa sasa hivi. Tena azidi kuwaza, kwa nini William ananipeleka huku? Alafu imekuwaje yeye amepajua hapa? William akamwambia nisikilize, mimi nakusaidia wewe na hii kesi imeshakuwa kubwa na sisi hapa hatuwezi kuondoka, inabidi either tujisalimishe ama tuendelee kuwa wakimbizi milele. Stani akamwambia mimi sijaua yule mwanamke, mimi sijamuua, nilimchukua nikaja kulala naye, lakini mimi sijui imekuwaje mpaka amekufa. William akamwambia nakuamini kwamba wewe hujaua, lakini je, polisi wanaamini kwamba wewe hujaua? Na tayari sisi tumeshachukua mwili, tumeshaenda kuutupa kwenye maji na tumeshagundulika kwamba tumeutupa ule mwili kwenye maji. Sasa itakuwaje? It's either tujisalimishe, usafishe makosa yako, uonekane kwamba huna hatia, au tuendelee kukimbia milele. Na mimi kukimbia milele siwezi. Kwa hiyo inabidi tuangalie namna ya kuweza kutatua hili tatizo. William akamwambia nisikilize, mimi naenda kukuchukulia chakula ule, wakati bado tunaendelea kujadiliana tufanye nini. William akatoka akaenda kutafuta chakula. Wakati Mr. Stani bado anamsubiri William, mara ghafla anasikia mlango unagongwa. Kufungua, polisi hawa hapa. Wakamwambia uko chini ya ulinzi na huwezi kutukimbia. Stani ikabidi akamatwe na kupelekwa kituo cha polisi. Upande wa pili, Barista na Rose wanajaribu kujadiliana nini kimetokea. Imekuwaje mume wangu mimi mtarajiwa anatuhumiwa kwa kosa la kumuua mwanamke huyo ambaye alikuwa amelala naye siku moja kabla sisi kwenda kufunga ndoa? Rose akamwambia nisikilize, wanaume ni watu wa ajabu sana. Yaweza kuwa alimchukua ili akalale naye kwa mara ya mwisho kabla kufunga na wewe ndoa na ikatokea kitu kama hiki. Lakini Barisa anasema mimi mpenzi wangu hawezi kumuua mtu. Hata nzi tu kumuua hawezi. Inakuwaje anakuwa na kesi ya kumuua mwanamke halafu nyumbani kwake? Rose akamwambia umeshaanza kumuonea huruma mpenzi wako licha ya kukusaliti. Barisa akasema hapana, hii kesi kuna namna inachezeshwa. Stani akaitwa kituo cha polisi, akawekwa mtukati na kuanza kuhojiwa. Kwa nini umemuua Ella? Stani akasema mimi sijamuua Ella. Yule afande akamwambia nisikize nikwambie, hakuna mtu ambaye anaamini kwamba wewe hujaua, na kama hukuua kwa nini ulienda kutupa ule mwili? Akamwambia nilikuwa najihami tu, nilikuwa natafuta namna ya kuweza kuepukana na hii kesi, mimi sijaua na sijui naweza kuthibitisha vipi kwamba mimi sijaua. Afande akamwambia sisi tunachofuata ni ushahidi na sisi tuko hatua moja mbele kabla yako. Kwa hiyo wewe umeua na unatakiwa ufungwe uende gerezani. Upande wa pili, Barisa akaamua kuichukua ile kesi kwa sababu Barisa alikuwa ni mwanasheria. Akaenda kwa mpenzi wake wa zamani, akamwambia ni mimi Barisa Courage, nimekuja hapa kukuwakilisha kama mwanasheria wako. Mr. Stani akamwambia naomba nisamehe mpenzi wangu, mimi sijaua. Akamwambia nakuamini kwamba hujaua, lakini kwa nini ulilala na mwanamke siku moja kabla ya kwenda kufunga ndoa na mimi? Maana yake ulikuwa unaonyesha ni usaliti. Sasa nisikilize, nimekuja kuchukua information zote kuhusu hili tukio. Nataka uniambie kila kitu, usiache hata kimoja. Na niko hapa kama mwanasheria wako na sio kama mpenzi wako. Kwa hiyo niambie kila kitu. Mr. Stani akaanza kumsimulia mpenzi wake kilichotokea. Akamwambia mimi nilienda klabu usiku, nikamchukua mwanamke nikaja kulala naye nyumbani. Lakini nilikuwa na William yeye aliondoka kwenda kwake na mimi nikaondoka na yule mwanamke nikaja naye nyumbani. Lakini nilipokuja naye nyumbani sikumbuki nini kilitokea mpaka asubuhi ulipokuja kunipigia wewe simu na kuniambia kwamba nijiandae kwa ajili ya kwenda kufunga ndoa. Na kuja kushtuka ndio nakuta maiti pembeni yangu na yule mwanamke amekufa. Mimi sijamuua. Ikabidi amuulize, ilichukua muda gani wewe kushtuka kwamba mwanamke amekufa na mpaka polisi kufika pale nyumbani? Akamwambia ikuchukua muda mrefu sana, kama dakika 20 hivi. Ilimchukua muda gani William kufika kwako baada ya kuwa umeshajua kwamba tayari yule mwanamke amekufa? Akamwambia sio muda mrefu, William alikuwa ameshakuja. Na je, baada ya kwenda kuutupa ule mwili ilikuwaje? Akasema njiani tulikutana na polisi, wakasema wanataka kukagua buti yangu. Akamuuliza polisi walijuaje kwenye buti yako kwamba kuna maiti? Akasema sijui. Na je, distance ya kutoka kwako mpaka pale mlipokamatwa na polisi na kutoka pale mlipokamatwa na polisi mpaka mlipoenda kuutupa ule mwili ni kuna umbali gani? Akamwambia ni mbali sana, ni kama umbali wa dakika 20 hivi. Akamwambia imechukua muda gani polisi kuja kukukamata na kujua kwamba wewe umeutupa mwili? Akamwambia hajachukua muda mrefu. Akamwambia kwa hiyo inamaanisha kwamba story yako kuna mtu anawaambia polisi kila hatua ambayo unaipiga, na huyo mtu atakuwa anajua kila kitu kuhusu. Akasema mimi sijamwambia mtu yoyote zaidi ya rafiki yangu William, na William ndiye anayejua kila kitu kuhusu huyu msala na yeye ndiye ambaye tumeshirikiana naye, na mimi namwamini William hawezi kunisaliti na kwenda kuambia polisi. Akamwambia basi inaonekana kuna kitu kinaendelea kati ya polisi na watu ambao wewe unawashirikisha. Akamwambia mimi sijamshirikisha mtu yoyote. Akamwambia baada ya kuwa mmeshautupa ule mwili
na mkakutwa na polisi pale, mkafanikiwa kuondoka mkaenda kujificha. Mlienda kujificha wapi? Akasema tulienda kwa William. Na baada ya kwa William akasema tulipokuwa kwa William polisi walikuja. Polisi walijuaje kama mpo kwa William? Sijui. Baada ya kuwa mmetoka kwa William mlienda wapi? Akasema tuliondoka tukaenda kwenye lodge ambayo ile lodge alinipeleka William. Na je, ilichukua muda gani polisi kuja kuwakamata pale kwenye ile lodge? Akasema William alitoka kwenda kufuata chakula, baada ya muda kidogo tu polisi wakaja. Kwa hiyo inaonekana kuna mtu anawatipu wale polisi, anawapa taarifa za kila hatua ambayo Mr. Stan na William wanaipiga ili kuweza kujua wako wapi. Akamwambia basi nashukuru kwa maelezo yako, naomba nikachukue maelezo kwa watu wengine. Bi Barisa Coolidge akatoka pale akaenda kwa afande akamwambia afande, nimejaribu kukusanya taarifa za muhimu na ninahitaji kupata taarifa nyingine zaidi ili kuweza kujua hii kesi inaendaje. Yule afande akamwambia kumbuka kwamba unayemtetea alikuwa ni mpenzi wako, ama tuseme ni mchumba wako ambao mlikuwa mnatarajia kwenda kufunga ndoa. Inakuwaje unamtetea mhalifu ambaye ameua? Akasema mimi na uhakika mpenzi wangu hajaua. Hawezi kumuua hata nzi. Yule afande akamwambia kama hawezi kumuua hata nzi, kwa nini aliweza kukusaliti wewe na kwenda kulala na mwanamke mwingine siku moja kabla nyinyi kufunga ndoa? Unahisi huyu ni mtu sahihi? Akamwambia hapana, sio mtu sahihi, lakini mimi naamini Mr. Stan hajaua. Nahitaji kupata ushahidi. Akamwambia hiyo kazi ni ya polisi, naomba tuachie sisi. Akasema nikiwa kama mwanasheria wake nina uhuru wa kutafuta information na kupata taarifa zote kuhusiana na hili tukio. So Barisa ikabidi atoke hapo kwenda kwa Mr. William kwa ajili ya kwenda kumhoji ili kuwaje. Baada ya kufika kwa William alimpokea kwa bashasha na kumwambia nashukuru umekuja. Nimefurahi sana kukuona, wewe ni mwanamke mmoja mzuri sana, mrembo. Nafurahia sana uwepo wako. Je, unahitaji kinywaji chochote? Barisa akamwambia hapana, nimekuja tu kukuuliza kuhusiana na hili swala la Mr. Stan. Hii kesi ya mauaji inavyoendelea. Akamwambia nasikia wewe ndio umechukua hii kesi, umekuwa mwanasheria. Nini kinaendelea? Akamwambia ndio nahitaji kupata taarifa kutoka kwako. Naomba uniambie kila kitu ili kuwaje. Akamwambia mimi usiku ule Stan aliniaga kwamba anarudi nyumbani akiwa na mwanamke. Na baada ya hapo mimi asubuhi nilitoka nikaja kumfuata kwa ajili ya kujiandaa kuja kufunga ndoa. Nafika pale ndio nakuta ile maiti, ndio tukaanza kushirikiana kwa ajili ya kwenda kuificha ile maiti, na mpaka sasa hivi unaona haya yametokea. Akamwambia usiku ambao Stan alikuwa na mwanamke wewe ulikuwa wapi? William akamjibu kwamba mimi ule usiku nilirudi nyumbani na kwenda kupumzika. Nikamwacha Stan pamoja na ule mwanamke wakiwa wako chumbani, mimi nikarudi nyumbani kwangu kupumzika. Barisa akamwambia asante, nashukuru kwa taarifa zako, basi tuendelee kuwasiliana mpaka itakapokuwa. Akamwambia lakini unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Kwa nini unakuwa na mwanaume ambaye anakusaliti, analala na mwanamke usiku mmoja kabla ndoa yako Wewe unastahili kuwa na mwanaume mzuri ambaye anakupenda na anakujali. Barisa akamwambia William, nashukuru sana kwa maneno yako, lakini naomba kwanza nifuatilie hii kesi mpaka itakapoisha. Baada ya hapo Barisa alivyotoka akaenda kwa mlinzi wa Stan, akamuuliza Stan aliondoka hapa saa ngapi na alirudi saa ngapi? Akasema Stan aliondoka usiku. Baadaye akarudi mida ya saa 5 usiku. Alivyorudi saa 5 usiku aliingia na mwanamke. Baada ya kuwa ameingia na mwanamke, muda si punde alikuja rafiki yake William akiwa na parcel ya chakula. Akaniambia kwamba nilikuja na vyakula viwili, lakini kwa sababu umeshasema bwana Stan yuko ndani na mtu, basi nimekupa zawadi ya hiki chakula, wewe kula, mimi naondoka zangu. Nilipokula kile chakula, oga, nilipata usingizi mzito ambao sijawahi kuupata toka nimeajiriwa kwenye hii ofisi. Nililala usingizi mzito. Barisa akashtuka, ulilala Na baada ya kushtuka akasema niliposhtuka kulikuwa kumeshakucha. Okay. Barisa akatoka hapo akaenda kwa mlinzi wa William. Akamuuliza yule mlinzi kwamba bosi wako William alikuja saa ngapi usiku wa tarehe fulani muda fulani? Akasema bosi wangu alikuja saa 5 usiku. Akaingia. Halafu baadaye akatoka na gari yake. Alipotoka na gari yake alirudi na taxi. Baada kurudi na taxi alinipa chakula, akaniambia nile, yeye anaingia ndani. Na alipoingia ndani hakutoka tena. Barisa akamuuliza baada ya kuwa umepewa kile chakula ulijisikiaje au ulilalaje? Akasema nililala usingizi mmoja mzuri sana ambao sijawahi kulala toka nimeajiriwa kwenye hii kampuni. Barisa akasema na je, baada ya hapo asubuhi? Akasema asubuhi nilikuja kushtuka kumuona William amebeba begi lake anaenda kwa Mr. Stan kwa ajili ya kujiandaa kwenda kufunga ndoa. Barisa akatoka kwenda kuangalia CCTV kamera za nyumbani kwa William na kutaka kujua je, gari ya William ilitoka saa ngapi na ikaingia saa ngapi na ilikuwa iko na nani. Kwenye CCTV kamera akagundua kwamba William alirudi nyumbani na gari yake, kisha akaondoka saa 5 usiku na gari, akarudi saa 9 usiku akiwa na taxi, gari yake akiwa ameiacha sehemu nyingine. Kwa baada ya kuwa ameconnect zile dot akagundua kwamba William ndiye aliyeenda nyumbani kwa Stan na kufanya lile tukio la kumuua yule mwanamke ili aweze kumsingizia Stan kesi. Je, motive ni nini? Ili mtu aweze kuua lazima awe na sababu kwa nini ameua. Barisa akarudi kituo cha polisi na kwenda kumwambia yule afande kwamba nimejaribu kukusanya information, nimepata kwamba Mr. Williams anaweza kawa anahusika kwa namna moja ama nyingine
kwenye kifo cha huyu mwanamke ambaye ni Ella. Lakini nahitaji kupata taarifa nyingine zaidi. Na mhitaji Vera nimuulize dada yake alitoka saa ngapi na alienda nyumbani saa ngapi na ilikuwaje mpaka wakapotezana. Baada ya Vera kufika pale akamwambia, wewe umefuata nini hapa? Umekuwa kama mwanasheria kwenye kesi ya mwanaume ambaye alilala na mwanamke mwingine usiku mmoja kabla ya ndoa yako, alafu leo hii unamtetea. Akamwambia, mimi sipo hapa kwa ajili ya kugombana. Nimekuja kutaka kujua chanzo cha kifo cha dada yako. Akasema, dada yangu aliuawa na mpenzi wako, alafu unakuja kuniuliza mimi eti chanzo cha kifo cha dada yangu? Yaani unamtetea mwanaume ambaye amemuua dada yangu, ambaye alikuwa ni mpenzi wako, mlitakiwa mwende mkaoane, alafu unakuja kunihoji mimi? Akasema, nisikilize. Kwanza kabisa dada yako ana makosa. Alilala na mchumba wangu ambaye anajua kabisa huyu ni mchumba wangu na natakiwa kwenda kuoana naye muda si mrefu. Mimi siko hapa kurumbana. Nahitaji kujua ilikuwaje, dada yako alitoka saa ngapi na wewe ulijuaje kama alikuwa kwa Mr. Stan? Akasema, dada yangu tulikuwa tumekubaliana kwenda kusafiri. Na tulikubaliana kwamba ule ulikuwa ni usiku wa mwisho ambao yeye alikuwa anaenda klabu, kwa sababu dada yangu ni mtu ambaye anapenda sana kwenda klabu, kwa sababu aliachana na mpenzi wake, so akatumia ile nafasi ya kuwa anaenda klabu kama sehemu ya kujipoteza mawazo. Na akaniambia amepata mwanaume ambaye yule mwanaume atenda naye mpaka kwake, lakini mpaka saa 11 asubuhi atakuwa amesharudi nyumbani. Alipofika kwa Mr. Stan alinitumia location na kwenye video call kuonyesha kwamba niko maeneo haya, lakini saa 11 asubuhi nitakuwa hapa, tutaenda airport kwa ajili ya kusafiri. Baada ya hapo sikusikia tena chochote kutoka kwa dada yangu na simu yake ilikuwa haipatikani. Kwa hiyo kwa sababu alinitumia location nikaamua kwenda kwa Mr. Stan kwenda kumuulizia dada yangu. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. So Barisa baada ya kuwa amekusanya zile information akajua kwamba William kwa namna moja ama nyingine anahusika na kile kifo cha yule mwanamke. Lakini kwa nini amemuua yule mwanamke? Nini motive yake? Ikabidi aende kwa yule afande na kumwambia, afande, kama mpenzi wangu alimuua yule mwanamke, kwa nini amuulie nyumbani kwake? Kama alikuwa na lengo kweli la kumuua, kwa nini hakumchukua na kumpeleka hotelini kisha kumuua? Kwa nini amchukue ampeleke nyumbani kwake alafu amuue? Na je, baada ya kumuua alikuwa na lengo gani? Nini kilichopo kati yao yeye na yule mwanamke? Mbona kama huyu mwanamke alikutana naye tu club na hamfahamu? Mimi na hakika William ndiye ameua, lakini tunahitaji kupata confession, yani yeye akili mwenyewe kwamba yeye ndiye aliyeua. So Barisa ikabidi atoke kwenda kwa William na kwenda kumfuata William. William alimpokea tena kwa bashasha kama kawaida yake. Karibu mrembo, njoo, najua leo umekuja unataka kujua nini? Vipi kesi ya Mr. Stan inaendeleaje? Akamwambia kesi ya Mr. Stan bwana imeshapata ufumbuzi. Na Stan muda si mrefu atatoka gerezani. Lakini kabla ya kutoka nahitaji nikusimulie story. William akamwambia story gani? Akamwambia kuna marafiki wawili ambao wanapendana sana. Waliahidiana kutoka klabu kwenda kustarehe kwa mara ya mwisho kabla ya rafiki mmoja kwenda kuoa. Lakini rafiki mkubwa alienda kumchukua mwanamke na kwenda kulala naye nyumbani kwake. Lakini yule rafiki mwingine kwa sababu alikuwa anamtaka yule mwanaume, akaamua kuingia ndani kwa yule rafiki yake na kumuua yule mwanamke kwa sababu ya wivu, kwa sababu yule rafiki wa kiume anamtaka mwanaume mwenzie. William akashtuka akasema, hapana, huo ni uongo. Sio kweli. Mimi nimefanya vile kwa sababu yako. Nimemuua yule mwanamke kwa sababu yako. Wewe ustahili kuwa na Stan. Stan ni mwanaume ambaye hakufai. Mimi ndo ninaikupenda. Kwa hiyo niliamua kumuua yule mwanamke ili Stan aende jela, akae mbali na wewe na mimi niweze kuwa na wewe. Mimi nimefanya vile kwa sababu yako, nakupenda. Mara ghafla Stan anaingia. Anambia William, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu. Tumekuwa wote pamoja. Kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Kwa nini umeamua kwenda kumuua mwanamke ambaye hana hatia kwa sababu ya mwanamke mwingine? Akasema, wewe unavyojiona unafaa kuwa na Barisa. Barisa ni mwanamke ambaye anajielewa, mwanamke ambaye ana elimu, anakupenda, alafu wewe unajifanya kwenda kulala na wanawake wengine usiku kabla kwenda kufunga ndoa. Mimi nimefanya hivi kwa sababu hustahili kuwa na Barisa, na nimefanya hivi ili uweze kujua thamani yake Barisa. Mimi napenda Barisa na nitaua wengine na wengine na wengine kwa ajili ya Barisa. Polisi wakaja pale akamwambia uko chini ya ulinzi kwa kosa la kumuua Ella na kwenda kumtupa mtoni. Akamwambia, no, mimi naambieni nimefanya hivi kwa sababu ya mapenzi. Huyu mwanamke Barisa nampenda sana na huyu Stan hastahili kuwa na Barisa. Na wewe Stan nakuhakikishia kwamba mimi nitaua wengine na wengine na wengine kwa sababu ya Barisa. Baada ya kusikia maneno yale, Stan ilibidi ampige ngumi William kwa sababu ya hasira, lakini polisi waliwazuia pale ili ugomvi usiweze kutokea. Na mwisho wa siku William akakamatwa na polisi na kwenda kufungwa gerezani. Baada ya muda Stan alimfuata mpenzi wake ambaye ni Barisa kumwomba msamaha na kutaka warudiane. Barisa akamwambia, mimi siwezi na wewe. Ulifanya kosa kubwa sana. Umenisaliti. Na unajua kwamba usaliti ndio kitu pekee ambacho kinavunja ndoa. Mimi nilikuwa natakiwa kufunga ndoa na wewe. Ukamchukua mwanamke ukaenda kulala naye usiku ambao tulitakiwa kesho yake tukafunge ndoa. Hiyo ni ishara kwamba wewe haunipendi na hauwezi kuwa mpenzi wangu au mume wangu. Kwa hiyo naomba uendelee na maisha yako na mimi niendelee na maisha yangu. Kile kitendo kilimuumiza sana Stan. Alilia sana kwenye gari yake na kusikitika kwamba sasa nimepoteza mke kwa sababu ya uzembe wangu. Na hili ni funzo kwa wanaume kwamba unapokuwa umeamua kuoa unatakiwa uache kila kitu
na uende kuoa. Hii movie inaitwa One Last Bite na mimi naitwa Amani Kilaha na hii ni The Popcorn Movies Podcast Movies Recap. Bye bye, see you next episode. Ciao.